Adrian. Usiku wa mazishi ya baba yake Adrian, Usijali. Kila mtu aliona mwisho wa huzuni. Nitakuwa nawe mpaka mwisho. Lakini ndani ya nyumba ile kulikuwa na mwanzo wa uongo mkubwa ambao utabadilisha kila kitu. Mvua nzito ilikuwa ikianguka usiku wote juu ya jumba kubwa la familia ya Adrian. Taa za magari ya kifahari zilikuwa zikimulika lango kuu, huku watu wenye suti nyeusi wakizidi kuingia mmoja baada ya mwingine kuhudhuria mazishi ya bilionea maarufu Richard Adrian. Ndani ya nyumba hiyo kulikuwa na ukimya mzito uliochanganyika na sauti za vilio vya mbali. Picha kubwa ya Richard ilikuwa imewekwa katikati ya ukumbi, ikiwa imezungukwa na maua meupe yaliyokuwa tayari yanaanza kunyauka polepole. Kwa mbali, Adrian alikuwa amesimama peke yake karibu na dirisha kubwa la kioo. Macho yake yalikuwa mekundu kwa uchovu na huzuni. Hakulia mbele za watu, lakini ndani yake alikuwa akivunjika vipande vipande. Baba yake alikuwa zaidi ya mzazi. Alikuwa rafiki yake, mshauri wake, na mtu pekee aliyewahi kumwelewa kweli. Tangu utotoni, Adrian alikuwa akiishi maisha ya upweke ndani ya utajiri mkubwa. Watu wengi walimkaribia kwa sababu ya jina la familia yao, pesa zao au nguvu waliokuwa nazo. Lakini Richard alikuwa mtu aliyemfundisha mwanawe kuwa bado kulikuwa na watu wa kweli duniani. Na sasa alikuwa ameondoka ghafla. Mikono ya Adrian ilikuwa ikitetemeka aliposhikilia glasi ya maji. Ndipo sauti laini ikamsogelea nyuma yake. Adrian, ilikuwa Joyce, mwanamke aliyekuwa karibu naye kwa miaka 2 iliyopita. Joyce alikuwa tofauti na wanawake wengine ambao Adrian aliwahi kukutana nao. Alikuwa klasi, mtulivu, mwenye confidence ya ajabu na macho yaliyoweza kumfanya mtu ahisi salama hata akiwa kwenye maumivu makubwa. Polepole alimshika Adrian mkono. Najua unaumia. Adrian akashusha pumzi nzito huku machozi yakianza kujikusanya tena machoni pake. Joyce akamkumbatia mbele ya watu wote waliokuwa ukumbini. Nitakuwa pamoja na wewe hata dunia yote ikikugeuka. Kwa sekunde chache, Adrian alihisi kama bado alikuwa na mtu wa kumtegemea. Hakujua kuwa mikono iliyokuwa ikimfariji ndiyo iliyokuwa ikimpeleka kwenye maangamizi yake. Usiku ulipozidi kuwa mkubwa na wageni wote kuondoka, nyumba ikatulia kwenye ukimya mzito. Lakini ndani ya ukimya huo, Joyce alitembea taratibu kwenye korido ndefu za nyumba hiyo, mpaka akafika kwenye chumba cha Veronica, mama wa kambo wa Adrian. Mlango ulipofungwa tu, uso wa Joyce ukabadilika. Hakukuwa tena na machozi. Hakukuwa tena na sauti ya upole. Veronica akatoa bahasha nene ya fedha na kuiweka mezani. Endelea kumbeba emotionally, alisema kwa sauti ya chini. Asitilie shaka chochote mpaka mali zote zihamishwe. Joyce akaitazama bahasha hiyo kisha akatabasamu polepole. Usijali, alisema huku akikaa kwenye sofa. Bado yupo mikononi mwangu. Lakini hawakujua kuwa nje kidogo ya mlango kulikuwa na mtu aliyesikia kila kitu. Neema, house girl wa kawaida wa nyumbani. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka aliposhika tray ya vikombe vya chai. Macho yake yalijaa hofu kubwa, kwa sababu kwa mara ya kwanza alitambua kuwa kifo cha Richard huenda hakikuwa mwisho wa tatizo. Huenda kilikuwa mwanzo wake. Siku zilianza kupita taratibu baada ya mazishi ya Richard Adrian, lakini maumivu ndani ya Adrian hayakupungua. Kila kona ya nyumba ile kubwa ilimkumbusha baba yake. Ofisi yake, kiti chake cha mezani, harufu ya perfume aliyokuwa akitumia. Vyote vilikuwa bado pale, isipokuwa yeye mwenyewe. Na katika kipindi hicho kigumu, mtu aliyekuwa karibu zaidi na Adrian alikuwa Joyce. Joyce alikuwa mwanamke ambaye ilikuwa rahisi sana kumpenda. Alikuwa na uzuri wa klasi uliovutia kila mtu alipopita, lakini kilichomfanya Adrian azidi kuzama kwake si sura yake, ilikuwa namna alivyomfanya ajisikie. Alijua kuzungumza wakati sahihi, kunyamaza wakati sahihi, na kumfariji Adrian kwa maneno yaliyopenya moja kwa moja moyoni. Usiku mmoja walikuwa wamekaa balkoni wakitazama taa za jiji kwa mbali. Adrian alikuwa amechoka baada ya meeting za kampuni zilizomchosha akili. Joyce akamletea kofi kimya kimya. Unahitaji kupumzika, alisema taratibu huku akikaa karibu naye. Adrian akacheka kwa uchovu. Sometimes nahisi kila mtu karibu yangu anataka kitu kutoka kwangu. Joyce akamwangalia machoni kwa upole mkubwa. Mimi sitaki pesa zako Adrian, nataka wewe. Maneno hayo yalimfanya Adrian amtazame kwa muda mrefu kabla hajamkumbatia.
Hakujua kuwa huo ndo ulikuwa uongo mkubwa zaidi maishani mwake. Kadri siku zilivyoenda, Adrian alimwamini Joyce zaidi kuliko mtu yoyote. Alimpa access ya simu zake, akaunti zake, hata baadhi ya documents muhimu za kampuni. Kwa Adrian, Joyce alikuwa future yake. Lakini kila usiku baada ya Adrian kulala, Joyce alikuwa akibadilika. Uso wa upole uliokuwa mbele ya Adrian ulitoweka kabisa. Alikuwa akimpigia Veronica simu za siri usiku wa manane. Passwords zote ninazo. Kesho atasaini transfer nyingine. Bado hanitilii shaka. Veronica alikuwa akimsikiliza huku akitabasamu upande wa pili wa simu. Kila taarifa aliyopata kuhusu Adrian, Joyce alikuwa akilipwa fedha nyingi zaidi. Na kadri Adrian alivyozidi kumpenda, ndivyo alivyozidi kuwa kipofu. Hakutambua kuwa mwanamke aliyekuwa akimfuta machozi kila usiku ndiye aliyekuwa akimpeleka taratibu kwenye maangamizi yake. Ndani ya jumba kubwa la familia ya Adrian, Neema alikuwa kama kivuli kisichoonekana. Kila siku alikuwa akiamka mapema kabla ya watu wote, akisafisha nyumba, kuandaa chakula na kuhakikisha kila kitu kiko sawa, lakini hakuna aliyewahi kumuuliza hata kama alikuwa sawa. Kwa Veronica, Neema alikuwa mfanyakazi wa kawaida tu. Kwa wageni waliokuja nyumbani pale, alikuwa house girl. Na hata Adrian mwenyewe mara nyingi hakuwahi kumtazama zaidi ya mtu anayefanya kazi za ndani. Wakati mwingine alipokuwa stressed na pressure za kampuni, Adrian angeongea naye kwa ukali bila hata kutambua. Neema, nilikwambia nisiingiliwe nikiwa ofisini, au kahawa hii imechelewa. Neema alikuwa akinyamaza tu, si kwa sababu alikuwa dhaifu, bali kwa sababu maisha yalikuwa yamemfundisha kuwa watu wenye pesa hawapendi kusikia ukweli kutoka kwa watu wa chini. Lakini tofauti na kila mtu ndani ya nyumba ile, Neema alianza kuona kitu kisichoeleweka kuhusu Joyce. Kulikuwa na moments ambazo Joyce alibadilika ghafla pale Adrian asipokuwa karibu. Sauti yake ya upole ilitoweka. Tabasamu lake la kimapenzi likageuka baridi. Na macho yake yakaanza kuonyesha tamaa ambayo watu wengine hawakuiona. Usiku mmoja mvua ilikuwa ikinyesha nje huku nyumba ikiwa kimya kabisa. Neema alikuwa akipeleka chai kwenye chumba cha Veronica. Alipokaribia mlango alisikia sauti za ndani. Joyce alikuwa akiongea. Adrian atanisaini kila kitu, alisema kwa kujiamini. He's too emotional. Veronica akacheka taratibu. Wanaume wengi huanguka kwa mapenzi, hasa wanaume waliovunjika moyo. Neema akaganda. Mikono yake ilianza kutetemeka huku tray ya chai ikitikisika polepole. Hakutaka kuamini alichokuwa akisikia. Mwanamke ambaye Adrian alimwamini kuliko kila mtu alikuwa akimcheza. Usiku huo Neema hakulala. Kila alipofumba macho, alikumbuka uso wa Adrian siku ya mazishi, akimkumbatia Joyce kama mtu pekee aliyebaki naye duniani. Asubuhi iliyofuata, Neema alijikaza kumfuata Adrian bustanini. Naomba nikuambie kitu muhimu, alisema kwa sauti ya hofu. Adrian akamwangalia kwa haraka. Neema akasita kwa sekunde chache kabla ya kusema, nadhani Joyce si mtu unayemfikiria. Uso wa Adrian ukabadilika instantly. Unamaanisha nini? Neema akajaribu kuelezea, lakini kabla hajamaliza Adrian akasimama kwa hasira. Usimsemee vibaya Joyce, lakini hunijui mimi wala relationship yetu. Maneno hayo yalikatiza moyo wa Neema kimya kimya. Adrian akaondoka bila hata kuangalia nyuma. Na Neema akabaki pale bustanini peke yake, akitambua kuwa wakati mwingine ukweli hauumizi kwa sababu ni mbaya. Unaumiza kwa sababu hakuna anayekuwa tayari kuuamini. Kwa watu wa nje, Veronica alikuwa mwanamke aliyestahili kuheshimiwa. Kila Jumapili alikuwa mstari wa mbele church akitoa sadaka kubwa na kusaidia watoto yatima mbele ya kamera. Magazeti na televisheni zilimuita mama mwenye moyo wa huruma. Kwenye interviews zake, aliongea kwa sauti ya upole kuhusu familia, maadili na uchungu wa kumpoteza mume wake. Watu walimhurumia. Walimuona kama mjane aliyebaki mpweke baada ya kifo cha Richard Adrian. Lakini ndani ya nyumba hiyo ya kifahari, Veronica alikuwa mtu tofauti kabisa. Tabasamu lake la mbele za watu lilipotea mara tu milango ilipofungwa. Aliwaongea wafanyakazi kwa dharau. Aliwatisha kila aliyepingana naye. Na kila kona ya nyumba ilikuwa ikiishi kwa hofu yake. Siku moja mpishi wa nyumbani alikosea chakula kuwa na chumvi nyingi kidogo.
Veronica alimwaga sahani mezani kwa hasira. Mnadhani hii ni nyumba ya maskini kama mlipotoka? Ukumbi ukatulia kimya. Hakuna aliyethubutu hata kumtazama usoni. Neema alikuwa akisimama pembeni, akimtazama Veronica kwa macho ya hofu. Alianza kuelewa kuwa tatizo halikuwa pesa pekee. Veronica alikuwa mwanamke aliyekuwa amejaa majeraha ya zamani ambayo hayajawahi kupona. Taratibu movie inaanza kuonyesha maisha yake kabla ya utajiri. Akiwa mdogo, Veronica aliishi kwenye nyumba ya kupanga iliyovuja mvua. Mama yake alikuwa mfanyakazi wa ndani aliyedharauliwa maisha yake yote. Veronica alikulia akiwaona matajiri wakimkanyaga mama yake kama hana thamani. Aliwahi kuambiwa maneno ambayo hakuyasahau maisha yake yote. Maskini hawaheshimiwi duniani. Maneno hayo yalimjenga Veronica wa leo. Alipoingia kwenye maisha ya Richard, hakutafuta mapenzi, alitafuta usalama. Na baada ya kuonja maisha ya kifahari, aliapa moyoni mwake kuwa hatarudi tena kwenye umasikini hata siku moja. Ndiyo maana baada ya kifo cha Richard, hakuona alichokuwa anafanya kama uovu. Kwa akili yake, alikuwa akipigania kuendelea kuishi. Usiku mmoja akiwa amekaa peke yake chumbani, alimwambia Joyce kwa sauti tulivu lakini ya kutisha. Bila pesa, dunia inakukanyaga. Na sitaruhusu hilo litokee tena kwangu. Machoni pake hakukuwa na huzuni ya kumpoteza mume. Kulikuwa na hofu ya kupoteza nguvu. Na hiyo hofu ilikuwa inamfanya awe hatari zaidi kuliko watu walivyofikiri. Usiku ulikuwa mtulivu ndani ya nyumba ya Adrian, lakini akili yake haikuwa na amani hata kidogo. Tangu siku ya mazishi, kulikuwa na kitu ndani yake kilichokuwa kikimwambia kuwa kifo cha baba yake hakikuwa cha kawaida kama watu walivyodhani. Kila alipokumbuka namna Richard Adrian alivyoonekana siku chache kabla hajafa, moyo wake ulikosa utulivu. Baba yake alikuwa mtu mwenye nguvu, mwenye tahadhari na asiyeamini kirahisi. Haikuonekana kawaida kwake kufa ghafla bila kuacha maelezo yoyote. Usiku huo Adrian alikuwa peke yake kwenye ofisi ya baba yake. Meza kubwa ya mbao ilikuwa bado na baadhi ya files ambazo hazijaguswa tangu kifo chake. Harufu ya sigaa aliyokuwa akitumia Richard ilikuwa bado imebaki ndani ya chumba hicho. Adrian alianza kupitia laptop ya zamani ya baba yake taratibu. Documents, emails, contracts. Mpaka alipogundua audio file moja lililoandikwa For Adrian. Mikono yake ikaanza kutetemeka kidogo alipobonyeza play. Sauti ya baba yake ikasikika polepole ndani ya chumba. Adrian, kama unasikia recording hii. Adrian akavuta pumzi nzito. Sauti ikaendelea. Ukiona nimekufa ghafla, usimwamini. Audio ikakatika hafla. Kimya kizito kikaangukia chumba kizima. Adrian akakaa kimya kwa sekunde kadhaa akiwa haamini alichosikia. Akarudia tena recording hiyo. Na tena. Lakini kila mara iliishia pale pale. Usimwamini, hakukuwa na jina. Hakukuwa na explanation. Lakini kwa mara ya kwanza tangu kifo cha baba yake, Adrian alianza kuhisi hofu ya kweli. Mtu alikuwa anaficha kitu. Muda mfupi baadaye Joyce akaingia ofisini akiwa na tabasamu lake la kawaida la utulivu. Alimkuta Adrian akiwa amekaa kimya kabisa. Baby, what happened? Adrian akamwonyesha recording ile huku confusion ikiwa imejaa usoni mwake. Joyce alisikiliza kwa makini, lakini ndani yake hakushtuka hata kidogo. Alikuwa tayari anaijua. Hata hivyo alijifanya kumcomfort Adrian. Akamshika mabega taratibu. Una stressi sana baby, unafikiria vitu visivyopo. Your father alikuwa mgonjwa. Usijitese. Adrian akamwangalia kwa macho yenye maumivu na polepole akaamini maneno yake tena. Lakini usiku ulipozidi kwenda, Joyce alirudi kimya kimya ndani ya ofisi hiyo. Akiwa amevaa gloves nyeusi, alianza kufungua drawers za Richard na Adrian, akitafuta documents muhimu za urithi na baadhi ya hard drives. Macho yake hayakuwa tena ya upole. Yalikuwa ya mtu mwenye mission. Lakini hakujua kuwa nyuma ya korido ya ghorofa, Neema alikuwa amesimama gizani akimwangalia. Na kwa mara ya kwanza, hofu ilianza kuwa kubwa zaidi. Kwa sababu sasa Neema alikuwa na uhakika. Joyce hakuwa tu mwanamke mwenye tamaa. Alikuwa sehemu ya siri kubwa iliyokuwa nyuma ya kifo cha Richard Adrian.
Baada ya usiku ule ambao Neema alimwona Joyce akiingia kwa siri ofisini, maisha ndani ya nyumba ya Adrian yalianza kubadilika taratibu. Hofu ndani ya Neema iliongezeka kila siku, lakini pamoja na hofu hiyo kulikuwa na kitu kingine kilichokuwa kinamtesa zaidi, kumwona Adrian akiendelea kumwamini Joyce bila kujua ukweli. Mara nyingi Neema alitaka kusema kila kitu moja kwa moja. Lakini kila alipokumbuka namna Adrian alivyomkatisha siku ile bustanini, moyo wake ulirudi nyuma. Hakutaka kuonekana kama mfanyakazi mwenye wivu au mtu anayechafua relationship ya watu. Hivyo akaamua kufanya kitu kidogo kidogo, kumsaidia Adrian kimya kimya. Siku moja Adrian alikuwa amejifungia ofisini kwa zaidi ya masaa 6 akipitia documents za kampuni. Hakula chochote tangu asubuhi. Stress ya biashara, kifo cha baba yake na mashaka yaliyokuwa yanaanza kuingia kichwani vilikuwa vinamchosha vibaya. Neema akaingia taratibu ofisini akiwa ameshika tray ya chakula. "Hujala toka asubuhi," alisema kwa upole. Adrian bila hata kuinua macho akasema kwa uchovu, "Sina appetite." Neema hakubishana naye. Aliweka chakula mezani kimya kimya. "Baba yako asingependa ujiumize hivi." Maneno hayo yakamfanya Adrian anyamaze kwa sekunde chache. Haikuwa kawaida kwa mtu kuongea naye kwa uhalisia hivyo. Kadri siku zilivyoenda, Neema alianza kumsaidia Adrian kutafuta baadhi ya files zilizopotea, kumpa taarifa ndogondogo alizokuwa anaziona nyumbani, na wakati mwingine kumwambia ukweli ambao watu wengine waliogopa kusema. Na tofauti na Joyce, Neema hakujaribu kumcontrol Adrian. Joyce kila mara alimwambia nini afikirie, lakini Neema alimfanya Adrian afikirie mwenyewe. Usiku mmoja walikuwa wamekaa jikoni kimya baada ya nyumba yote kulala. Adrian alikuwa amechoka akili huku akishika kikombe cha kofi. "Unajua," alisema polepole, "sometimes nahisi siwajui tena watu walio karibu yangu." Neema akamtazama kwa huruma, lakini hakusema haraka. Badala yake akauliza kwa sauti ndogo, "Na wewe unajijua bado?" Swali hilo lilimgusa Adrian tofauti. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, alihisi kuna mtu alikuwa anamsikiliza kweli, sio kumtumia. Na bila wao wenyewe kutambua, ukaribu wao kaanza kukua taratibu kupitia moments ndogondogo ambazo hazikuhitaji ahadi kubwa wala maneno matamu. Ni ukimya, ukweli, na kujali kwa dhati, kitu ambacho Adrian hakuwahi kukipata kutoka kwa Joyce hata siku moja. Siku hiyo ilianza kama siku nyingine ya kawaida, lakini ndani ya nyumba ya Adrian kulikuwa na mvutano usioonekana. Kila kitu kilionekana kimya kwa nje, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kitu kinachovunjika taratibu bila yeye kujua. Adrian alikuwa amekaa ofisini peke yake, akiwa anapitia baadhi ya files alizopewa na Neema siku zilizopita. Hakutarajia chochote kikubwa. Alikuwa amechoka na mashaka ya mara kwa mara, lakini bado alijaribu kujikaza kuamini Joyce. Mpaka alipokutana na faili moja la sauti. Hakukuwa na jina kubwa. Ilikuwa tu recording iliyohifadhiwa kwa njia ya siri. Adrian akaibonyeza bila kufikiria sana. Na hapo sauti ikaanza kusikika, sauti ya Joyce. Lakini si ile sauti ya upole aliyokuwa ameizoea. Ilikuwa baridi, halisi, na isiyo na hisia. Na pembeni yake, sauti ya Veronica. Joyce akasema wazi kabisa, "Sikuwahi kumpenda Adrian." Kimya kikapita ndani ya chumba kizima kama kitu kizito kimeshuka ghafla. Adrian akaganda. Akasikiliza tena, kama mtu anayetafuta hope kwamba alisikia vibaya. Lakini sauti ikaendelea. "Nilipenda maisha yake, pesa zake na jina lake." Kila neno lilikuwa kama kisu kinachokatika polepole ndani ya kifua chake. Adrian hakusema kitu. Hakupiga kelele. Hakutupa chochote. Alikaa tu kimya, macho yake yakitazama mbele bila focus, kama dunia imesimama kwa sekunde hiyo moja. Ndani ya kichwa chake, picha zilianza kurudi moja baada ya nyingine. Safari zao za mapenzi. Mikono ya Joyce akimshika usiku akiwa na hofu. Maneno yake ya upole, "I'll never leave you." Siku ya mazishi ya baba yake, alipomkumbatia mbele ya watu wote. Kila kumbukumbu ilikuwa inamgeuka kuwa kitu kingine sasa. Uongo. Adrian akashika meza polepole, mikono yake ikitetemeka kwa mara ya kwanza kwa nguvu. Si hasira, bali maumivu makubwa sana ambayo hayakuwa na mahali pa kutoka. Macho yake yakawa mazito, lakini machozi yakagoma kutoka, kwa sababu moyo wake ulikuwa tayari umevunjika kabla macho hayajafanya kazi yake.
Alijiuliza kimya kimya. Nilikuwa kipofu kiasi gani? Wakati huo huo, upande mwingine wa nyumba, Joyce alikuwa bado akiendelea na maisha yake kama kawaida, akiamini kila kitu kiko chini ya control. Lakini hakujua kuwa ndani ya dakika chache tu, Adrian alikuwa amebadilika kabisa. Sio tena kijana aliyekuwa akipenda kwa macho, bali mtu aliyekuwa ameona ukweli ambao hauwezi kusahaulika tena maishani mwake. Na huo ulikuwa mwanzo wa mwisho wa kila kitu alichokiamini kuhusu upendo. Baada ya muda mfupi kupita tangu Adrian asikie recording iliyomvunjia moyo kabisa, dunia ya watu wawili waliokuwa nyuma ya uharibifu huo ilianza kubadilika bila wao wenyewe kutambua. Joyce alikuwa ameanza kuona kitu kimoja hatari. Adrian hakuwa tena kama zamani. Alikuwa mtulivu kupita kawaida. Hakucheka tena kwa urahisi. Hakumwangalia Joyce kwa ile macho ya mapenzi aliyokuwa nayo awali. Lakini Joyce hakujua kwamba tayari alikuwa amegunduliwa. Badala ya kuogopa, Joyce alianza kuwa mkali zaidi. Siku moja alikutana na Veronica usiku wa manane kwenye chumba cha siri ndani ya nyumba hiyo. Hakukuwa na upole tena kwenye macho yake. "Naona mnanichezea," alisema Joyce kwa sauti ya baridi. "Nimemfanya aamini kila kitu kwa miaka yote hii, sasa nataka sehemu yangu halisi." Veronica akacheka kidogo, lakini hakuwa na furaha. Alisimama polepole, akimwangalia Joyce kama mtu anayezidi kuwa tatizo. "Ulikuwa tool tu," alisema kwa sauti ya chini lakini kali. "Usijione muhimu sana." Kimya kikubwa kikaingia. Maneno hayo yalimgusa Joyce zaidi ya alivyotarajia. Kwa sekunde chache hakusema chochote. Lakini ndani yake kitu kilivunjika. Alikumbuka kila hatari aliyopitia kumdanganya Adrian. Kila usiku aliyoshindwa kulala. Kila uongo aliyoutoa kwa macho ya upendo. Na sasa anaitwa tool. Uso wake ukabadilika taratibu. Sio tena mwanamke wa mapenzi ya bandia, bali mtu anayehesabu vita. "Umenitumia vya kutosha," Joyce alisema kwa sauti ya chini. "Sasa nitahakikisha kila mmoja wetu anaanguka." Kuanzia hapo, wawili hao waliokuwa washirika wa uhalifu wakaanza kugeukiana. Veronica alianza kumchunguza Joyce kwa siri, akirekodi mazungumzo yake bila yeye kujua. Joyce naye hakubaki nyuma. Alianza kuiba nakala za mikataba, maongezi ya Veronica na watu wa nje, na kila ushahidi wa usaliti. Kila mmoja alikuwa akijifanya bado yuko upande wa mwingine mbele ya Adrian. Lakini nyuma ya pazia, vita ya kimya kimya ilikuwa imeanza. Hofu yao kubwa haikuwa tena Adrian. Ilikuwa ni wao wenyewe. Kwa sababu kila siri walioijua kuhusu mwingine ilikuwa silaha mpya ya kumwangamiza mwenzake. Na tamaa ile ile iliyowaleta pamoja ndiyo sasa ilikuwa inaanza kuwateketeza wote wawili taratibu. Usiku wa gala kubwa ulifika kama tukio la heshima ya familia ya Adrian na kampuni ya marehemu Richard Adrian. Ukumbi ulikuwa umejaa watu muhimu, investors waliovaa suti za gharama, waandishi wa habari waliokuwa na kamera zao tayari, na ndugu wa familia waliokuja kuonekana wanaheshimu urithi. Mwangaza wa taa za Crystal chandelier ulikuwa ukimulika kila kona, lakini ndani ya umati huo kulikuwa na hewa ya ajabu ya taharuki isiyoelezeka. Adrian aliingia kimya kimya. Hakukuwa na ile tabasamu ya kijana tajiri aliyekuwa akiamini kila mtu. Hakukuwa na ile aura ya upendo na matumaini. Badala yake, kulikuwa na mtu mpya. Mtu aliyekuwa amechoma kila hisia ndani yake na kubaki na ukweli tu. Joyce alipomwona, alijaribu kutabasamu kama kawaida, lakini macho ya Adrian hayakumfuata tena kama zamani. Alipanda jukwaani bila kuomba ruhusa yoyote. Ukumbi ukanyamaza. "Leo," alisema kwa sauti ya chini lakini yenye uzito, "sihitaji maneno, nimeleta ushahidi." Macho yote yakamgeukia. Skrini kubwa ikawaka nyuma yake. Kwanza zikaanza kuonekana documents za uhamishaji wa mali bila ridhaa. Kisha sauti ya Veronica ikasikika. Baridi. Inayoamuru. Inayokokotoa mipango ya wizi. Watu wakaanza kunong'ona. Baadhi wakasimama kwa mshangao. Kisha video ikabadilika. Sauti ya Joyce ikasikika wazi kabisa ndani ya ukumbi mzima. "He was just a rich broken man. Nothing more." Kimya kilichoanguka kilikuwa kizito kuliko kelele yoyote. Hakuna aliyethubutu kuongea. Joyce aligeuka kumtazama Adrian, macho yake yakianza kulia, akijaribu kutengeneza maneno. "Adrian, please, unaweza kunielewa." Lakini Adrian hakusogea. Hakupiga kelele.
Hakuchanganyikiwa. Alikuwa ametulia vibaya sana, aina ya utulivu unaotokea baada ya moyo kuvunjika mara ya mwisho. Alimwangalia Joyce kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti iliyokuwa na maumivu kuliko hasira, "The saddest thing is, ningekupa kila kitu kama ungekuwa mkweli." Maneno hayo yakamfanya Joyce asimame kimya. Kwa upande mwingine wa ukumbi, Veronica naye alijaribu kujitetea, akimgeukia Joyce. "Ni wewe ulianza. Wewe ndio uliharibu kila kitu." Joyce akamjibu kwa hasira kali, "Usinilaumu. Ulinitumia kama kifaa." Ndani ya sekunde chache, wawili hao waliokuwa washirika wakaanza kupasuka hadharani. Kila siri walioificha ikaanza kutoka mbele ya watu wote. Investors wakaanza kuondoka mmoja baada ya mwingine. Media zikaanza kurekodi kila sekunde. Empire ya familia iliyojengwa kwa hila na tamaa ikaanza kuanguka mbele ya macho ya dunia. Na Adrian akasimama katikati ya maumivu yote hayo, akiwa tayari ameanza safari mpya ya ukweli. Baada ya miezi kadhaa ya maumivu, kesi za mahakamani na kuvunjika kwa ile empire ya familia, maisha ya Adrian yalikuwa yamebadilika kabisa. Hakukuwa tena na kelele za biashara kubwa kila siku. Hakukuwa tena na watu wanaomzunguka kwa sababu ya jina lake. Hakukuwa tena na uongo uliofunikwa kwa tabasamu. Alikuwa amebaki na ukweli. Adrian alirudisha hatua kwa hatua kampuni ya baba yake, lakini safari hii aliifanya kwa mtazamo tofauti kabisa. Hakuamini watu kirahisi. Hakuvutiwa na maneno matamu. Kila kitu alichokuwa kikiona alikichunguza kwanza. Maumivu yaliyompata yalikuwa yamemfundisha kitu kimoja kikubwa: uzuri wa nje hauwahi kuwa dhamana ya moyo wa mtu. Lakini ndani ya yote hayo, kulikuwa na mtu mmoja ambaye hakuwahi kuondoka: Neema. Sio kwa sababu alikuwa akitarajia kitu, sio kwa sababu alikuwa akifaidika na chochote, bali kwa sababu aliamini kuwa Adrian bado alikuwa na sehemu nzuri ndani yake, hata wakati dunia yote ilimgeuka. Siku moja jioni, anga likiwa limeanza kuwa la rangi ya machweo, Adrian alitembea taratibu nyuma ya nyumba kubwa ya familia hiyo. Bustani ilikuwa kimya, majani yakicheza polepole kwa upepo laini. Alimkuta Neema amekaa kwenye benchi la mbao, akitazama mbali kama mtu aliyepotea kwenye mawazo yake. Hakukuwa na makeup, hakuna mavazi ya kifahari, hakuna sura ya kujifanya. Ni yeye tu, halisi. Adrian akasimama kwa muda akimtazama. Kwa mara ya kwanza, hakumuona kama house girl, bali kama mtu aliyekuwa amebeba kitu kizito kimya kimya bila kulalamika. "Neema," alisema kwa sauti ya chini. Neema akageuka, macho yake yakionyesha mshangao mdogo. Kuna kimya kilichofuata kati yao kilichojaa hisia ambazo hazikuhitaji maneno mengi. Adrian akavuta pumzi ndefu. "Joyce alinipenda kwa kile nilichokuwa nacho." Akanyamaza kidogo, macho yake yakilenga chini. Kisha akaendelea, "Lakini wewe ulinipenda hata nilipopoteza kila kitu." Macho ya Neema yakajaa machozi mara moja, lakini hakuyafuta. Hakusema kitu, kwa sababu wakati mwingine ukweli mzito hauhitaji jibu. Adrian akamkaribia kidogo. Ndani yake kulikuwa na hisia mpya, sio tamaa, sio mvuto wa haraka, bali utulivu ambao hajawahi kuuhisi maisha yake yote. Kwa mara ya kwanza, alihisi amani, kama mtu aliyepata mahali pa kurudi baada ya vita ndefu. Kamera ya maisha yao ikaanza kuondoka taratibu, ikiacha picha ya wawili hao wakiwa kimya kwenye bustani, wakati sauti ya baba yake Richard ikirejea kama eko ya mbali. "Mtu anayekulinda wakati huna amani, huyo ndiye anayekupenda kweli." Na hivyo ndio safari ilimalizika. Sio kwa kelele, bali kwa ukweli. Kwa upendo wa kweli uliobaki baada ya uongo wote kuanguka. Tamaa inaweza kununua ukaribu, lakini haiwezi kamwe kununua upendo wa kweli.